Bana mtazamaji na mfuatiliaji wa Galaxy Media, karibu tuzungumzie yale ya kimichezo. Mbele yako ni mchambuzi wa masuala ya kabumbu Dominic Salamba, na leo anakwenda kujuza kwenye yale ya kimichezo. Wiki iliyopita kulikuwa kuna sekeseke la Simba, na ndio ile ambalo mimi nahitaji tuzungumze sasa hivi. Mchezo uliutazama vipi wa kule Misri? Wengi wakisema kwamba Simba ilicheza vizuri, katawala mchezo, lakini matokeo hayakuwa upande wao. Michezo kama hii hatua ya mtoano, Simba wanatarajia kucheza kwa namna gani? Jinsi ambavyo wamecheza wakiwa kule ugenini, ama kuna sehemu gani ambapo walifeli kwa upande wao? Kwanza nafikiri uwezo ukasema walicheza vizuri wakati hawakupata matokeo. Unajua hii ni mechi ambayo ni mechi ya mtoano. Kinachoangaliwa hapa ni kwenye aggregate, mechi ya kwanza, mechi ya pili, ambaye anakuwa either ana goli la ziada au alama za ziada ambazo zinamfanya aweze kuingia kwenye hatua inayofuata. Kwa hiyo sio mechi ambazo watu wanaangalia zaidi labda umiliki wa mpira, umepiga pasi ngapi, umetengeneza na pasi ngapi. Watu wanaangalia kwamba katika accumulation sawa result nani ambaye ana nafasi ya kuweza kusogea katika hatua inayofuata. Kwa hiyo mambo yale ya kucheza vizuri yanakuwa hana nafasi yake. Ambacho tunaweza kusema kwamba tu Simba walikosa umakini kwenye eneo la mwisho, wakafanya makosa kwenye eneo la ulinzi na waliingia na hapo chamba ilikuwa sahihi katika mechi ya ugenini, wakajikuta wanapoteza magoli 2-0 na kutengeneza mazingira magumu katika mechi inayofuata, kwa sababu tayari ukiwa uko nyuma kwa magoli 2 hata kama watu katika uwanja wako nyumbani, maana yake inakulazimu upate magoli 3 huku usiruhusu goli hata moja. Kwa hiyo unakuona kazi mbili, kazi ya kwanza kuhakikisha kwamba hauruhusu bao, na kazi ya pili kutafuta magoli 3, kitu ambacho sio rahisi kama timu itakuwa imekuja na ikawa ina nidhamu nzuri ya ulinzi katika mechi husika. Sawa, nataka kufahamu kwamba Simba walifeli sehemu gani? Yale mashambulizi walikuwa wanayafanya, binafsi nimeona walipiga mashuti kama 18 on target wakapata 7. Watu wengi ukiwasikiliza wanakuambia Simba wamecheza vizuri. Kwa jinsi ambavyo wamecheza, ni sehemu gani ambapo wamefeli, ili watu ambao kama tunawatoa tongo fulani kwa wale ambao wameangalia mpira kwa jicho la haraka? Nafikiri mechi ya kwanza ambacho kiliwakosti ni kukosa proper approach katika mechi husika. Na ukiangalia Simba katokea msimu umeanza na hata mwishoni wa msimu uliomalizika wakiwa na Mwalimu Fadu, ni timu ambayo bado hajafanikiwa kuwa na mbinu bora za eneo la ushambuliaji. Amekuwa akifanikiwa kuwa na walinzi wengi kwenye eneo lako la kulinda na kufanya Simba wakati mwingine iwe ni ngumu kuweza kufungika, lakini when it comes timu inapoanza kubuild mashambulizi, wamekuwa uoni zile movement, uoni ile partnership, uoni ile chemistry katika eneo la mwisho. Ni kama vile magoli mengi wanakuwa wanafunga ni individual brilliance, uwezo wa mtu mmoja ndio unakuwa unatengeneza matokeo, lakini magoli mengi yanakuwa hayapikwi kama timu nyingine. Kwa nafikiri changamoto ipo kwa upande wa mwalimu, namna kuweza kuorganize eneo la mwisho la ushambuliaji, kuweza kuwa na uwezo wa kufanya opponent afanye makosa au kuweza kutumia makosa, lakini pia kuweza kutumiana, yani waweze kufahamiana, kwa maana Chazi Hawa aweze kujua strength ambazo wanazo Ateba, aweze kujua strength ya Kibu Denis na Mpanzu, na wengine pia waweze kujua strength ambazo wanazo Hawa, ili kuweza kutumiana na kujua nikiwa kwenye eneo gani nikimpa nani mpira anaweza kufanya jambo. Kwa hiyo bado hajaweza kuwafanya wachezaji wake waweze kutumiana, hajaweza kutumia zile wachezaji wake ili waweze kufanya mazingira yawe rahisi ya kushambulia na kutengeneza nafasi ambazo watakwenda kutumia. Kwa kila mmoja amekuwa akijiangalia mwenyewe bila kujua kwenye eneo gani ambazo akaenda kutumia na timu kuweza kupata matokeo. Kuna matukio mengi ambayo yalikuwa yakitokea upande wa wekundu wa Msimbazi Simba, wengi wakisema ni penalty kama ambavyo tulikuwa tukitizama ule mchezo. Kwanza nataka kufahamu hapo, Simba walipata penalty halali, VAR iliwanyima ama la? Au ukisema walipata penalty, maana yake mwamuzi alikuwa ameiamua. Sasa ukisema walipata penalty, lakini nafikiri kuna tukio ambalo kama maamuzi angekuwa kwa makini ingeweza kuwa penalty, sio walipata penalty. Ingeweza kuwa penalty. Tukiangalia kwenye marejeo ya picha ni zaidi kwamba Ateba alikuwa amefanywa foul na golikipa, na maamuzi ilimpasa aweze kuwapatia Simba penalty. Lakini nafikiri mazingira ya soka la Afrika wote tunafahamu, unapokwenda away kuna baadhi ya favor uweze ukazipata hata kama zinakuhusu, na hasa kwenye soka la Afrika. Kwa hiyo lazima uweze kuwa makini kisha kwamba unakuwa na kazi kubwa ya kupata matokeo. Ndio maana kushinda away sio kitu kirahisi, kwa sababu unakutana changamoto nyingi. Kwa hiyo nafikiri Simba hawakuweza kufanyiwa haki ile eneo, pengine kama maamuzi angekuwa na umakini au angeamua kutoa ile, ingeweza kuwa ni penalty, na kama ungeweza kuitumia pengine ungeweza kuondoka na faida ya goli ugenini. Sawa, kwa nini naonaga wenzetu hawa Waarabu wakipata tukio ambao wanafahamu hili lina faida kwetu, wanamngangania refa mpaka anakwenda kutizama VAR, ama wengine hata wasuse kuchezea hiyo mechi? Lakini kwa timu zetu sisi mbona kama tunachukulia haya matukio kawaida sana? Kile kitu akitokea from nowhere wanatengenezwa.
Wanatengenezwa tokio wakiwa katika childhood zao, wanatengenezwa kuwa na mazingira ya ushindani, wanatengenezwa na mazingira ya kutafuta ushindi kwa namna yote, wanatengenezwa kuwa aggressive, wanatengenezwa kutafuta ushindi kadri inavyowezekana. Kwa hiyo wanakuwa na hiyo tabia, na ni timu ambazo wakati wote hawakubali kufungwa. Yaani ukimfunga maana yake amekosa kabisa option kabisa, hana namna. Kwa hiyo sio wepesi, na hiyo ndio inawafanya waweze kuwa curious, waweze kuwa aggressive, waweze kupambana. Kwa hiyo nafikiri kitu ambacho kinajengwa sio tu from nowhere tu, yani mtu ukafika tu leo kama ukifanya. Kwa siku kwetu hatujatengenezwa kuwa na hiyo tabia ya ushindani, kuwa na tabia ya kutamani kubishana na kupata matokeo. Ndio maana sisi watu ambao unalalamika kidogo, ukishabika unaachana nayo. Sio kwenye mpira, kwenye vitu vingine vingi tuko hivyo. Kwa hiyo nafikiri hiyo ni kitu ambacho kinaanzia kwenye malezi, tamaduni zetu zilizolelewa, ndio yatupelekea kuwa na hiyo tabia ya kutokuwa na hali fulani ya kuweza kudai kile ambacho tunafikiria kisali kuweza kuwa kiako. Sawa, wengi walimlaumu Christian Leonel Ateba kwa nafasi ambazo labda alikuwa anazipata wakihitaji Dese Mukwala aingie. Approach ya mwalimu ilikuwa wapi mara ya kwanza kama mimi zaidi Christian Leonel Ateba? Kwanza nafikiri ukimlaumu Ateba ni kama unamuonea. Ateba hajaje kubadilika toka alikotoka mpaka huko amekuja huku. Ukiangalia rekodi zake alikuwa na assist nyingi kuliko uwezo kufunga, anakosa magoli mengi. Kwa hiyo usitegemee leo atakuja habadilike kwa age aliyokuwa nayo. Kwa hiyo kama waliweza kumchukua, mimi nijua wanamchukua kwa ajili ya matumizi mengine. Leo ukisema umchukue kwa ajili ya kupatia magoli itokee kama bahati, lakini kitu ambacho hawezi kugarantii kwa sababu toka alikotokea na ukingata historia yake sio mfungaji mzuri. Ni mtu ambaye anaweza kuassist na kuisaidia timu ikiwa haina mpira. Kwa upande wa approach mwalimu alikuwa iko sahihi kwa sababu ile ni mechi ya away. Mechi ya away hauwezi ukaenda kama uko nyumbani. Ukiangalia faida ya Ateba ni kwamba anaweza sikupatie goli lakini akakusaidia kwenye moment ambazo timu inakuwa inahitaji kutafuta mpira. Kwa maana anaweza kukimbia kwenye eneo kubwa, akarudi katikati, akasogea chini, tofauti na Mukwala ambaye yeye anakuwa ni mzuri zaidi kwenye eneo la mwisho na katika mechi ambayo mtategemea wakati mwingi mtakuwa mnashambuliwa. Kwa nafikiri kumtumia Ateba ilikuwa ni approach nzuri kwa mechi ya away kuliko angemtumia Mukwala. Sawa. Kwenye mechi ya nyumbani sasa Simba kwa jinsi ambavyo wamecheza kule na Fadlu Davis, wapi ambao unasema Fadlu abadilishe sehemu hizi na hizi, angalau ule mlima ambao unahitajika magoli matatu itakuwa ni vyepesi kidogo kuupata walau dakika za kwanza. Simba ni ile Simba, isipokuwa tu wanabidi tu waweze kuongeza kuwa na kiu, ile aggressiveness, kutaka mchezo, kupambana, kuongeza utulivu na kuhakikisha kwamba wanatumia kila nafasi watakayoipata, kwa sababu magoli matatu sio kitu kidogo. Kwa hiyo nafikiri ni hicho tu, kile kwa maana ya Simba tokio msimu umeanza ni Simba ni ile. Usitegemee pengine watakwenda kuongeza kitu kingine kipya. Labda pengine itakuwa ni mechi nyumbani wakiwa na mashabiki, ile atmosphere ikaenda kuwapushi, wakajikuta wanakimbia mara mbili, lakini kubwa tu ni kuwa na utulivu, kupunguza makosa kwenye sehemu ya ulinzi, lakini pia kutumia nafasi ambazo tunazozitengeneza. Wengi walimbeza Shemo Karabo, kiwango chake ulikionaje katika mechi ya kwanza? Bado kuwa na ubora, kwa sababu ukiangalia uwezi ukamzungumzia, kwa sababu ukiangalia kwa pande wa Almasri hawakuopt zaidi kupitia katikati. Timu ambao walikuwa wanapenda kupitia pembeni counter attack na kujaribu kupiga cross nyingi ambazo zinaweza kuzaa bao, lakini pia ukiangalia hata bao ambalo lilifungwa goli la kwanza lilipitia katikati. Kwa hiyo lazima utazungumzia defense haikuwa vizuri, hawakuwa well organized. Kwa nini mpira upite kwenye eneo lile mpaka unakwenda kwa upande wa goalkeeper, nyinyi mmeshindwa kublock na mpira utoboi? Kwa nafikiri bado hauwezi ukamcompare pengine na Chemaloni au mlinzi mwingine. Bado kukosa ile fitness na kuaminiwa kwa muda mrefu, bado anakosa ule pesa na ile kujamini. Ucheleweshaji wa mwalimu Fadlu Davis kwenye kufanya mabadiliko, pia wengi nilisikia wakizungumza hili kwamba ni mwalimu ambaye hata kama timu yake imeelemewa lakini bado anaamini wale waliopo mule ndani. Hii mara nyingi huwa inachagizwa na imani ya namna gani kwa hawa makocha ambao mchezaji ukuta kachoka, watu wengi wanaona hivyo lakini bado anaendelea kumwamini? Kwanza ile mechi siku ya Simba hawakuzidiwa. Ni mechi ambayo Simba alifanikiwa kuweza kuidominate katika sehemu kubwa sana. Na wao ndio walikuwa wanatengeneza nafasi na kushindwa kuzitumia. Kwa hiyo kwenye mechi ambayo mwalimu anakuwa ameimudu, wakati mwingine inakuwa ni ngumu kufanya mabadiliko, kwa sababu sana naona kwamba pengine tu ni swala la time tu, kwamba ukifika muda nitapata goli. Kwa binafsi nafikiri kwamba ilikuwa ni nzuri, kikosi chake kilikuwa na mapungufu, isipokuwa changamoto ilikuwa tu kwenye matumizi ya nafasi. Pengine vijana walikuwa wamepanic au walikuwa na oversee, lakini kwa maana ya approach aliweza kwa contain Almasri. Tunamwona Simba kivuka hii hatua, maana wanaonekana Almasri ni wazuri sana kwenye kuzuia, jinsi ambavyo walitoka katika mashindano haya mpaka wanafika hatua hii. Ni wazuri sana kwenye defense na wanakuja ugenini wakiwa wanahitaji walau wapate sare tu au hata wafungwe moja ili waendelee hatua inayofuata. Mimi kwanza ukiniambia ni wazuri kwenye defense nakataa. Sababu wangekuwa ni wazuri kwenye defense wasingeweza kutoa zile nafasi ambazo Simba aliweza kuzipoteza. Maana Simba ampoteza nafasi si kwa sababu ya defense,
ni kwa sababu ya wao wenyewe kukosa umakini. Kama wakina Ateba, wakina Mpanzu, wakina Kibu na Chaza wao wangekuwa na umakini walau hata 70%, unazungumzia Simba angepata hata magoli 4. Hasa uwezo kusema kwamba Almasri wana defense nzuri, basi pengine sema ni defense yao ina bahati sana kwamba hata wakifanya makosa hawawezi kuadhibiwa. Kwa hiyo mimi nikiangalia nafikiri Simba kama atarekebisha eneo la mwisho, Simba ana nafasi kubwa sana kupata magoli 4 mpaka 5. Almasri hawana timu ya kutisha, defense yao sio nzuri, hawako well organized, hawana kasio ya kuweza kupishana na Simba katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Simama Dominic Salamba, Simba anavuka hii. Mimi kiamwona ni 100% Simba ana nafasi kubwa ya kuvuka. Akishindwa kuvuka basi ni wao wenyewe. Lakini katika kipindi ambacho wamekutana timu ambayo ni ya level yao, timu ambayo wanaweza kaisulubu ni Almasri. Kwa hiyo wakishindwa kupita hapa, sio atakwenda kupita wapi tena. Hili pia tulimsikia jana msemaji wa Wekundu wa Msimbazi Simba Ahmed Ali akiwa anazungumza kwenye hamasa zao kwamba mgeni rasmi katika mchezo wao wamemuomba awe rais wa TFF Wallace Karia, lakini pia wamemwalika Paul Chacha mkuu wa Tabora. Hawa ni watu ambao kwa siku za karibuni wamekuwa na sintofahamu kidogo na kikosi cha Young Africans kuanzia uongozi lakini mpaka mashabiki wake. Sasa kwa wao kuwaita katika huo mchezo, wadau wengi wa kimichezo kuanzia kwa Wallace Karia walisema kwamba yeye ni rais wa mpira, angetulia kidogo kwa hiki ambacho kilikuwa kinaendelea ili achane nao kwanza waangalie upepo upo wapi. Wewe msimamo wako uko wapi? Simba wako sahihi ama ndio ule utani wao wa jadi? Kwanza nafikiri hamna kosa, hamna changamoto yoyote kwa sababu Wallace Karia ni rais wa shirikisho. Na kama shirikisho na ile mechi sio mechi ya sio mchezo gani, sio nini, ni mechi ya mpira wa miguu ambaye yeye pia ndio rais wa shirikisho, lakini pia Simba anawakilisha nchi kwa maana mwakilishi pekee wa michuano kimataifa kwenye hatua robo finali, hatua ambayo kama atafanikiwa kufika mbele, mafanikio sio ya Simba tu, yanakuwa mafanikio ya shirikisho kwamba alifanikiwa kutoa timu imefika nusu finali hata kuchukua kombe, lakini pia inakwenda kuongeza kwenda kuashua zile alama za kutoa wawakilishi 4 wa kimataifa kwa maana wawili klabu bingwa na wawili kombe la shirikisho. Kwa hiyo rais wa shirikisho akifika pale ni kitu cha kawaida kabisa, hata kama singealikwa ni jukumu lake kuweza kushuhudia ule mchezo. Kwa hiyo nafikiri hakuna kitu kibaya kwa upande wa Simba, pengine ambacho watu kitakuwa kimauma ni vile kumtangaza na kumnani vile labda kumhype. Sasa hiyo ni maono ya klabu, wana nafasi ya kuweza kumwalika mtu yoyote wanayemtaka. Kwa binafsi nafikiri ni jambo la kawaida kabisa la kihamasa kwa timu yao. Kama wanahisi anawafanyia vizuri, kama wanahisi anawasupporti, why not simwalike? Sawa, na hili nalo la Paul Chacha wanasema huyu naye alikuwa na sintofahamu na Young Africans kwa upande wa msemaji wao na mwenyewe pia amealikwa. Watu pia wanazungumzia katika hilo kwamba Simba hawajafanya vizuri. Hasa hajafanya vizuri vipi? Kwani Paul Chacha akiwa na misunderstanding na msemaji wa Yanga au na Yanga ndio inamfanya pengine awe na misunderstanding na timu nyingine yote? Kwa maana kila ambaye labda ana uelewano mzuri na Yanga ndio atakuwa ni adui wa kila mtu au atakuwa shida kila mtu. Mimi sioni kama ni changamoto. Na by the way issue ya Chacha ilienda imefika hatua ni yeye na msemaji wa Yanga, na nafikiri msemaji wa Yanga amechokwa dhamana na ni issue ya kisheria, ina nafasi yake itakuja kuamuliwa, na ilikuwa ni mechi dhidi ya Tabora, pengine yeye alikuwa amesimamia katika timu yake ambayo anaisimamia katika mkoa wake. Kuna pengine maeneo ambayo hakufanya sahihi, inawezekana, lakini tayari alishapita ya mechi ile. Hii ni fasa nyingine, na yeye ni mtu ambaye ana haki ya kuweza kushuhudia, kupenda, na alishazungumza kwamba yeye anaiona Simba ni timu bora, timu kubwa anapokutana nayo. Anahisi mkutana timu ngumu, kwa hiyo pengine anatamani au anapenda kuona Simba ikicheza au anausudi kile ambacho anakifanya. Kwa hiyo jambo la kawaida. Kwa hiyo kwa upande wa Simba, mashabiki wao na wapenzi wao, lakini pia akiwa kama ni mdau mkuu wa mkoa, ni mtu mkubwa kwenye mkoa, ana nafasi kubwa kuweza kuuzia mechi kubwa. Kwa hiyo kwenda kwake binafsi nafikiri ni jambo kubwa na kuweza kumweka karibu na wadau, na pengine kuna mengi ambayo alikuwa hajui kuhusu mpira anaweza kaenda kujifunza pia kupitia katika mechi ya Simba dhidi ya Almasi. Kwa binafsi nafikiri ni jambo la kawaida kabisa ambalo Simba wameliamua. Sio kila ambacho watakifanya Simba na Yanga nao watakipenda. Kwa nafikiri ni jambo la Simba, libakie kuwa jambo la Simba. Wadiscuss wana Simba kwa taratibu zao, wafanye wanachokifanya, wao wengine wakae kimya mpaka kwa muda wao mwingine utakapofika. Sawa, na kile ambacho alikuwa amekizungumza Alikamwe ilikuwa ni miongoni mwa vitu ambavyo vina afya katika mpira, ama ndio hivyo watu wanaosema kwamba aliingilia madaraka? Sitaki kutoa comment kwa mambo hayo ya wasemaji. Yaani nimekuwa ni mzito kwa sababu wao wana utashi. Hizi timu wamekabidhiwa mamlaka makubwa na wameaminiwa na wako chini ya viongozi wao.
Kwa hiyo nafikiri watu pekee ambao wanaweza wakatoa comment kama walikuwa wako sawa au hawako sawa ni wale ambao wanawaagiza na waliowaajiri na kuwasimamia. Ndio wanakuwa na nafasi kubwa sana ya kuweza kuzungumza opinion, kwa sababu wanayozungumzia yanahusu taasisi zao. Ali akikaa pale anazungumza kwa niaba ya Yanga, Ahmed akikaa pale anazungumza kwa niaba ya Simba. Kwa hiyo ukiona wale wanaozungumzia kwa niaba wamekaa kimya na kuweza kuridhika nayo, maana yake ndio mwelekeo wa hizo klabu zao. Kwa hiyo mimi siwezi kuwa kwenye sehemu ya kulizungumza hilo. By the way, kama pengine ungempata mwajiri wa Yanga kama mtendaji mkuu au rais au makamu wao, ndio atakuwa na nafasi ya kuweza kuzungumza yeye aliyozungumza yalikuwa sahihi au hayakuwa sahihi. Mimi binafsi kwamba tu haya mambo mimi sitaki kuyazungumza. Sawa, lakini kwa nini hili sekeseke la hao wasemaji? Naona mara nyingi tangu nianze kufuatilia mpira mara nyingi wa Young Africans ndio wanakuwa wanakumbwa na hizi kadhia. Ndio nikasema vipi? Kwamba hilo ni jambo ambalo mimi siko tayari kulizungumzia, kwa sababu hao wanazungumzia taasisi. Yaani hawamzungumzii mtu, ni taasisi. Wanakaa kama wanatetea, kama yani sitaki kuzungumza huko. Kwa hiyo bakie tu kwamba mtu pekee ambaye anaweza akazungumza ni yule aliyemuajiri. Kwamba wewe bwana vipi ukiangalia hiki, kwa nini nyinyi watu ambao mnakuwa mnawaajiri wanakuwa na wao ndio watakuwa na sehemu nzuri. Mimi hapa nitazungumzia kuhusu opinions za kimpira, lakini matukio yanayohusiana na watu kwenye kazi zao yabakie kuwa ya kwao na waliowaajiri na timu zao. Shukrani sana. Karibu tena.